Oktoba mosi mwaka 2025, mwaka ukiwa unayoyoma kwelikweli, ukiwa unachanja mbuga kwelikweli. Inawezekana kama malengo ambayo ulikuwa umeyapanga kwa jinsi gani yameweza kufikiwa mpaka hivi sasa, basi ni muda wa kuanza kufanya tathmini taratibu. Lakini pia mwezi wetu ule wa Disemba tulimemba uko unakaribia, pia shimboni shafo kwamba matayarisho labda yanaanza kuwa mapema sana. Wale ambao walijiwekea malengo pia ya kwamba mwaka hautaisha, basi mambo yatakuwa mambo, basi ni wakati pia kuanza kuangazia na kadhalika. Karibu sana katika Viwanjani. Mimi ndio karibisha, naitwa Saidi Salim Msumi, unaweza kuniita kaka Saidi. Kuna mengi sana ambayo tutaweza kuiangazia katika siku hii hapa ya leo. Huwezi kuacha kuzungumzia kuhusiana na mchezo wa ligi kuu ya NBC hapo jana, kikosi cha Young Africans kikisimamishwa tena kupata alama 3 na kuambulia alama 1 mbele ya Mbeya City wanakoma kumwanya kutokea jini Mbeya, wagonga nyundo wa jiji la Mbeya. White Green City, what a game kwa hapo jana. Matukio ni mengi sana ya kuweza kuyazungumza hapa. Kiwango cha Young Africans, kiwango cha Mbeya City chini ya Malale Kea 50 hapo jana, hali ilikuwaje? Rekodi ambayo inazidi kuibeba Mbeya City pindi wakiwa nyumbani, rekodi ambayo haiwabebi Young Africans wakiwa katika uwanja wa Sokoine dhidi ya Mbeya City. Yote tutakwenda kuyaangazia. Matukio muhimu ambayo yaliweza kujiri hapo jana. Nini kinajiri kwa kocha Romain Folz? Hiki nacho tutakwenda kukiangazia hapo baadaye. Lakini pia ni mwendelezo wa rekodi tamu kwa Miguel Angel Gamond ndani ya kikosi cha Singida Black Stars baada ya hapo jana kupata ushindi wa 1-0 dhidi ya Mashujaa Football Club, wazee wa mapigo na mwendo. Na sasa ni rasmi, Singida Black Stars akiwa kileleni msimamo wa ligi kuu ya NBC, michezo miwili, alama 6 mkononi. Baada ya hapo leo ni mwendelezo wa ligi kuu ya NBC ambapo ni michezo miwili. JKT Tanzania watajitupa uwanjani kwa mara ya kwanza katika ligi kuu ya NBC wakiwa wanacheza mida jioni katika uwanja wao wa nyumbani wa Meja Jenerali Samuyo, watakapowakaribisha wanalambalamba Azam Football Club saa 12 kamili jioni. Lakini baada ya hapo ni utamu mwingine na mwendelezo mwingine mtamu zaidi, ni kati ya Simba Sports Club, wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Selemani Abdallah Matola, zamani tukimfahamu kama Juan Sebastian Veron, kipindi akiwa kama nahodha wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kabla hajaelekea Super Sports United Mathanta ya nchini Afrika ya Kusini. Mwite leo Juan Sebastian Veron dhidi aliyekuwa kocha wake mkuu ndani ya kikosi cha Simba Juma Ramadhani Mgunda Ankali, akiwa na kibarua cha kuongoza wauaji wa Kusini na Mungo Football Club dhidi ya Simba Sports Club. Ni katika uwanja wa Benjamin Mkapa saa 2:15 usiku barani Afrika. Katika joto la Afrika tutakuja kuangazia sakata la Afrika Kusini na sakata zima la kufuzu kombe finali za kombe dunia mwaka 2026 dhidi ya nyota Teboho Mokoena ambaye alicheza mchezo ambao hakupaswa kucheza kutokana na kadi za njano. Tutakuja kuangazia sakata hilo linalotikisa zaidi katika chama cha soka nchini Afrika Kusini SAFA chini ya Dan Jordan, huko kocha mkuu wa Afrika Kusini Bafana ni Hugo Broos. Ukiachana na hayo, finali za kombe dunia chini ya umri wa miaka 20 tutakwenda kuzitupia jicho. Lakini rekodi tamu zaidi kwa Antoine Griezmann ndani ya kikosi cha Atletico Madrid, akifikisha mabao 200 ndani ya kikosi hiko chini ya kocha Diego Simeone Al Palbo El Cholo. Kuna mengi sana ambayo utaweza kuyagusia hapo baadaye, bila kusahau pia zilizobamba mitandaoni pia utaweza kuzipata hapa ndani ya Viwanjani. Tamati yetu ni majira saa 6 kamili za mchana. Wachambuzi wangu siku ya leo ni Andrew Kinga Mkono, akiwapo hapa atashusha nondo za hatari kweli na takwimu mbalimbali, kumbukizi mbalimbali za kiuchambuzi, yote utapata hapa. Lakini uchambuzi wa Viwanjani hauwezi kunogeshwa bila mzee wa kukazia, bila mzee wa nondo. Mwite Rashid Don Hamis, the heavyweight pandit, the only one in Africa, yupo hapa kwa ajili ya kupatia uchambuzi maridadi kabisa, maridhawa kabisa. Mimi ninakaribisha, naitwa Saidi Salim Msumi, niite kaka Saidi wa Ismailia. Jambo la kwanza tusalimiane. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Unaendeleaje? Kwa mandhari ya kwamba watu wote tupo, kipindi kitafanyika. Sema inshallah. Lakini lazima niwasalimie. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tuko sasa. Tunawaheshimu Simba. Tumetoka Ruangwa. Tumefika hapa kwa mandhari ya kuja kushindana. Na tufanye mazoezi. Salama. Kwa hiyo tuwaombee vijana heri. Tukapambane. Kibongo kabisa. Shida toke wapi?
Yone. Shida tokewa. Shida wetu wewe. Ankali uko pale. Shida uje na wewe. Afa kwa baba. Tulia. Akawe. Muulize nilimwambia nini? Kocha aliniambia nitafunga. Yes. Leo amefunga. Lakini bado kuna mechi zinamsubiri. Tunamhitaji sana. Kwa mimi nawahitaji sana wachambuzi wangu. Kwa mandhari ya kipindi kinoge. Jambo limekwenda. Utamu unazidi kunoga. Hapa sio. Utamu wa ligi ndio huu. Ndio umeanza. Lakini kumbuka leo ni Oktoba mosi. Mwezi unayoyoma. Mwaka unayoyoma. Watu wale simu zinaita. Lakini tuambie kabisa kulipia kisimbusi chao. Muhimu sana. Kwa sababu hii Oktoba ni ya moto. Hatari. Kuna michezo ya kufuzu kombe la dunia. Ukiachana na hiyo kuna vitasa tarehe 10 hapo. Ukiachana na hiyo pia kuna ligi ya mabingwa barani Afrika kwa wakilishi wetu wawili na confederation pia ipo. Lakini pia ligi pia yenyewe itarejea tena. Kwa hiyo ukilipia mapema jambo limeisha. Jambo mapema. Yaani kuna kitu kimoja ambacho Azam umekifanya kikubwa sana, ni kuweka vingamuzi kwenye mabasi. Unajua kama mechi ya Simba na nani ya Gaborone. Mimi nilikuwa njiani. Ile mechi yote nimeitazama nikiwa kwenye basi. Kwa hiyo ningekuwa maamuzi, ina maana kwamba ningekosa ule utamu. Ilibidi mpaka nifike sehemu nishuke ndo niangalie. Lakini sasa kwenye basi chombo inatembea, unakula mechi yote vizuri, mstari. Yaani kupoteza na kitu. Kama vile niko uwanjani tu au niko nyumbani naangalia. Kwa hiyo kubwa sana. Azam waendeleze ule uwekezaji wa kule kwenye mabasi. Yaani ulikopo unaliangalia pira la mzee wa process. Haikuwa rahisi. Yaani mpaka kufuzu pale. Haikuwa rahisi hata kidogo. Kabisa. Lakini haikuwa rahisi kweli. Haikuwa rahisi. Lakini mwisho siku umeenjoy. Kinga mkono ka enjoy. Yaani unapata. Kaelewa. Au sio? Basi tunavyoanza hivi. Tuanze na soka letu. Tuanzie katika soka letu katika siku hii hapa leo, ambapo tuanzie katika mchezo wa hapo jana, ambapo bingwa mtetezi klabu ya Young Africans alikuwa katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya kupambana na Mbeya City wanakoma kumwanya katika uwanja wa Sokoine. Na mchezo huo dakika 90 ukimalizika kwa timu hizo kwenda suluhu ya 0-0 katika mchezo wa ligi kuu ya NBC. Licha ya timu zote mbili kushambuliana kwa zamu, mchezo huo wa ligi kuu ya NBC ulimalizika kwa suluhu na kuacha pressure kubwa kwa wananchi katika harakati za kutetea taji lake. Matokeo hayo yanaifanya Young Africans kufikisha alama 4 kwenye michezo miwili sawa na Mbeya City iliyocheza michezo mitatu ikiwa na alama 4. Ni mchezo wa aina gani tulikwenda kushuhudia hapo jana, licha ya Young Africans kufanya mabadiliko katika squad yake ambayo ilianza chini ya kocha Romain Folz, mchezaji kama Mohamed Dumbia akianza, Andy Boyeli naye akianza, Ibrahim Baka akirejea, Israel Patrick Mwenda naye akirejea katika kosi ya Young Africans. Andrew Kinga mkono. Ilikuwa mechi yenye ubunifu ambao ilikutana na changamoto moja ya kwanza ilikutana na mechi hii. Tulikosa la kabisa ni uwanja ulikuwa na sehemu ya changamoto ya mechi hii. Uzuri wa mechi hii kwa namna moja au nyingine, uwanja naye ulichangia kuwa kikwazo, kwa sababu ulionekana mpira utembei chini, kwamba mpira unadunda sana. Kwa hiyo wakati mwingine wachezaji wengi walikuwa wanafanya makosa kwenye kupiga mpira kwa sababu ya mpira hauji ukiwa umetulia, tofauti na viwanja vingine. Kingine uwanja ulionekana kuwa mkavu sana, kiasi ambacho unajiuliza kwa nini wale wenye uwanja wa kumwagia maji kabla ya mechi kufanya uwanja uwe laini ili watu wakicheza majani yale yalikuwa kuna sehemu nyingine inaonekana kama kunaanza kukauka. Kuna hiyo changamoto ambayo inaonekana, lakini kiuwanjani kimbinu sio panaanza kukauka, pamekauka. Yaani upande wa pembeni kule kama jukwaa la Urusi huko kwenye kona hivi unaona kumekauka kabisa. Ile ni hatari kwa wachezaji, akislide unaweza kutoa unapata mashilingi pembeni ambayo sio mazuri sio kwa usalama wao wachezaji. Kwa hiyo ni vizuri wenye viwanja wamwagie maji. Kiwanja hiki na kiwanja cha Lake Tanganyika nimeona changamoto hiyo kwamba havimwagii maji kabla ya mechi. Kwa hiyo inakuwa viwanja vigumu sana na inahatarisha maisha ya wachezaji. Kwa hiyo kingine kiuchezaji na wasiku Mbeya City mahali 50
alijua udhaifu wa timu yake na ubora wa timu yake, akaja na mbinu, akaweka basi lake vizuri. Kwa hiyo basi lake lilifanikiwa, mpango wake wa kujilinda saa zote ulifanikiwa, kwa sababu aliwazuia Yanga wasipige mashuti ya karibu kwa kipa wake. Kwa hiyo vijana walicheza kwa nidhamu ya hali ya juu ya mchezo katika dakika zote walizocheza mchezo huu, kiasi ambacho mpaka mwishoni ambapo Yanga walikuwa wameshaanza kukata tamaa, wao walipoamua kufunguka wakawa hatari sana. Wamepiga mashuti mawili, moja igonga mwamba, moja Diala akafanya ujanja akaokoa, akamzuia nani yule Mayanga asifunge ile goli, lakini kama alimgusa mguuni. Kwa hiyo unaona Mbeya City walikuwa bora kwenye nafasi hiyo kuliko Yanga, kwa sababu wao walijua uwanja wao wanaujua. Kocha wa Yanga alisema kwenye mechi, kabla ya mechi alisema kwamba yeye uwanja sio tatizo, aliuliza kuhusiana na swala la uwanja, akasema kwake sio uwanja sio tatizo, kikosi chake kiko tayari kucheza kokote. Kwa hiyo hapa ameona uwanja, kwa nini watu walimuuliza kuhusu uwanja, na kweli kikosi chake kucheza kokote, lakini walishindwa kuendana na hali ya mazingira ya uwanja. Kina Dumbi walionekana wanapata tabu kumiliki mpira, kucheza zile pasi zao walizozoea za chini. Kwa hiyo wakajikuta muda mwingi wanafanya vituko kwenye mchezo, kwa sababu hawezi kutawala ule mchezo kama walivyozoea wakicheza uwanja wa Taifa au viwanja vingine. Kwa hiyo ni changamoto ambayo niliona. Kwa hiyo unaona pale, yani Diala alimsukuma. Yani refarii angekuwa kama yuko makini au kuna VAR angeweza kusema wangerudi, wangeweza kusababisha penalty na Diala angepewa kadi, kwa sababu alimsukuma kidogo kabla hajapiga ule mpira. Kwa hiyo kimazingira Mbeya City walikuwa bora, walicheza kwa nidhamu, na tunampongeza mara ya 50 kwa sababu alisoma timu yake, akawasoma Yanga, akaamua kuwazuia kwa namna hiyo ambayo timu nyingi zinafanyaga makosa kwenye kuwazuia. Aliwazuia kwenye kona, akaweza kuwawini kwenye kona wasipate kona, akawazuia kwenye mipira yao ya pembeni. Yaani aliwazuia kila sehemu ambayo Yanga walikuwa na fursa ya kupitisha nafasi kwenda kufunga. Rashid, Yanga inacheza vibaya au Yanga haipati matokeo? Mbeya City walikuwa wako vizuri. Yaani kwa nini iwe Yanga yani kwa nini tuione Yanga inalazimika kupata alama 3 kuliko Mbeya City wasipate alama 3? Kwa hiyo so kwangu mimi ndio maana nimesema kwamba inawezekana kwamba timu, of course tunaisifu Mbeya City kwa plan, lakini ukasema haikuwa siku yetu. Ndio maana nikasema Yanga inacheza vibaya au Yanga inacheza vizuri, ama inacheza standard ila haipati matokeo katika mechi kama ya jana. Tuwasifie wapinzani, yani majibu yako yote ni sahihi, lakini tuwasifie wapinzani. Wapinzani ndio wamefanya timu ambayo tuliipa kipaumbele kwenye kupata matokeo isipate matokeo. Kwa maana ya gani? Kwa maana ya kwamba mpinzani wa Young Africans ambaye ni Mbeya City alifanya kazi yake vizuri kwenye namna ya kuangalia ubora wa mpinzani na ubora wao uko wapi. Kwa alipeleka mzani kwenda kuwa sawa. Kwa akapunguza kufanya makosa, akapunguza pia kufanya kwenda kudhibiti hatari ya mpinzani wake. Kwa unachokitazama sasa unabaki na swali kwamba hivi ni Yanga ndo haipati matokeo au ni Yanga imecheza vibaya? Kwa maana yake wakati unajiuliza kwamba Yanga imecheza vibaya au Yanga haina bahati, wakati hiyo Yanga haina bahati au Yanga imecheza vibaya, uje ukirudi upande wa pili unaonaje? Je, wapinzani wao walikuwaje? Ni wapinzani wale unaowazoea kila siku? Ni wapinzani ambao wameongeza uwezo? Ni wapinzani ambao wamepunguza kufanya makosa? Je, ni wapinzani walikuwa bora kuliko Young Africans? So unanielewa? So kwenye mzania, kwenye namna ya kuiendea hii mechi, kila mmoja sasa atakaa na kuangalia upande wake nini alipatia. Wewe ukiangalia binafsi basi. Wewe ukiangalia binafsi. Kwa sababu kwa nini uulize mimi baada ya mechi hiki ambacho baada ya mechi mashabiki ni kama walikopo wanasema kwamba hawamtaki coach. Hata Alikamwe pia amekiri kwamba amesikia hizo kwamba uongozi vyovyote vile hayo hatuenanili sana. Ndio maana nikasema kwa jicho lako la kiuchambuzi wewe unaona nini? Yanga inacheza vibaya au Yanga inacheza kawaida, au ni mashabiki tu kwamba kwa nini tupate sare ama suru? Romain Folz ni kama unaweza kusema ana damu mbaya, hajapokewa vizuri. Yani mashabiki ni kama wanamtazama huyu kama anatosha, kama hatoshi, kwa sababu uwanja huo wameenda walimu ambao wanawapenda pia na wao kupata matokeo, lakini haikuwa kwenye story hii kwa sababu Romain Folz ameanza kuzungumzwa vibaya kabla hajafika hata Mbeya. Yaani watu wameanza kuipigia kelele style ya kucheza kwake kabla hajafika Mbeya. Kwa Mbeya hapa alipofika, kilichotokea
ndio kimeenda kuwathibitishia kwamba haya makelele yaendelee, kwa sababu nitakwambia vitu vitatu. Kwenye press conference Romain Folz aliulizwa maswali mawili. La kwanza aliulizwa kuhusiana na wanachokizungumza mashabiki. Akasema yeye hana shida na opinion ya watu. Kwa sababu as long as yeye anaamini anachokifanya kinahitaji muda ili kuweza kukata kiu ya wale wanakusemea. Hilo la kwanza. La pili, aliuzungumza uwanja kama sehemu ambayo ilikuwa ni fakta ya kawaida sana kwake. Hilo likawa jambo la pili. Ally Kamwe alizungumza naye vitu viwili. Jambo la kwanza alisema hawawezi kutishwa, hawawezi kufanyaje, kushawishika na maneno ya watu ambayo hao watu wanaozungumzwa ni mashabiki wa Young Africans. Kwamba hawawezi kushawishika na maneno ya washabiki kuweza kufanya maamuzi kuhusu kocha. Baada ya mechi kumalizika, nimemsikia Ally Kamwe akisema kila department ifanye kazi yake. Uongozi ufanye kazi yao, wao wafanye kazi yao, benchi ya ufundi ufanye kazi yao, kama kuna chochote uongozi utaamua. Ni mtu mmoja ndani ya siku moja. Baada ya mechi kumalizika, Romain Folz sababu yake ya kwanza aliyoelezea ni kuhusiana na pitch. Kwamba pitch ndio imepelekea kuwa yeye na matokeo mabaya. Unakubaliana nawe? Mimi hilo nakubaliana nalo, lakini nilisema jana, nilitoa na angalizo, nikasema uwanja wa Mbeya City, ule uwanja wa Sokoine ni mzuri kimuonekano, lakini kwenye namna ya kwenda kuapply mambo yako sio uwanja ambao utakuhitaji kupiga pasi nyingi ili uende kutafuta ushindi. Nakumbuka. So nikasema anatakiwa kuwa very selective kwenye squad. Manake kwa hiyo kwenye maana ya kuwa very selective, manake wewe itakuwa inakulazimisha, uwanja unakulazimisha kubadili utaratibu wa kucheza ili wewe uwe very objective. Usicheze vizuri upate matokeo. Manake lazima uwe na timing. Lakini nilichokishuhudia jana, bado nilimuona Romain Folz anataka kucheza kwa kuflow. Anataka kucheza kwa kuflow. Na bahati nzuri bado ulikuwa unaona hata mchezaji alikuwa Baka amedribble mara 3, lakini angalia dribble alivyokuwa na dribble. Ana dribble mpira yani ni yadi karibia 2 au 3. Mara 2 kapoteza, 1 kafanikiwa. The same to Pacome Zouzoua. Kakimbia sana na mpira jana. Lakini niambie dribbling yake ipi ambayo alifanikiwa? Ni mara chache au ni mara 1 kati ya zote ambazo nilimshuhudia? Kwa hiyo unaona hakubadili utaratibu wa namna wa kucheza, japo alipata nafasi ya kutrain kwenye huo uwanja. Na alifanya na alienda kutembelea ile inaitwa pitch feeling. Ile ndio itakiwa imuonyeshe kwamba huu ni uwanja ambao lazima tubadili namna ya kucheza. Lakini bado alistiki kwenye kuamini kwamba yeye ni mkubwa na atapata matokeo. Lakini wapinzani wake walikuwa bora, waliamini kwamba Young Africans na wachezaji wazuri na wachezaji wakubwa ambao huwezi kulinganisha quality ya mchezaji mmoja wa Yanga na Mbeya City. Kwa hiyo walichokifanya wakaenda kuishi kwenye ubora wa Young Africans. 2, kwa sababu pia uwanja wanaufahamu. Wakawa namna wao wa kutoka wakishambuliwa, wakawa wanatoka kwenye namna ambayo ilikuwa inawafanya wao kuonekana bora pia. Japo safu yao ushambuliaji haikuwa bora. Nilisema jana hapa, nikamwambia wana washambuliaji ambao sio goal poacher, ila ni watu ambao wana uwezo wa kufight na kurudisha namba kwenye watu kipindi ambapo wanapoteza mipira. So kimsingi sasa nikijibu swali lako ambalo umeonekana kulidimani. Umeona bana Young Africans hawakucheza vizuri. Hawakucheza vizuri. Hawakucheza vizuri. Mashabiki wanahoja. Kwenye namna kwamba aondoke au asiondoke, acheze vizuri au anacheza vizuri, nafikiri ni jambo la muda. Unajua Romain Folz na benchi lake na wachezaji, idadi kubwa wachezaji wa Young Africans ni wageni. So wanaenda kwa experience kwenye viwanja kama hivi. Na sisi Tanzania bahati nzuri kiwanja kinachofanana na Sokoine hakipo kimoja. Tuna viwanja kama 3 ambavyo mimi navifahamu. Ambavyo vinafanana na huu. Kwa hiyo bado kazi anayo. So nafikiri mashabiki wanachotakiwa kufanya kwa sasa hivi, mashabiki wote wa Young Africans ni kuwa calm kwanza. Hii ligi ni ngumu.
kama unaweza kuheshimu mpinzani kwamba amefanya usajili na ana kocha mzuri, kwa matokeo ya namna hii pia uyatarajie, kwa sababu hata wao wana training, wanapitia video mbalimbali za wapinzani ili kuweza kuwa bora. Kwa hiyo kimsingi inasikitisha, kwa sababu ni timu ambayo ina fan base wengi na wanaamini hii ligi wamedominate kwa muda mrefu na wanastahili kupata alama 3 katika kila mechi, on which ni kosa. Yani utakiwi kuamini kwamba Young Africans atakiwa kushinda kila mchezo. Hilo ni kosa. Sasa ukiamini kwenye hiyo notion, ni rahisi kuanza kusema maneno ambayo hayapaswi kusemwa, kwamba kocha hafai, uongozi utazame upya. Lakini kwangu mimi bado nitaendelea kustick kwamba Romain Folz ni miongoni mwa kocha wazuri ambao wanahitaji muda. Sawa, Kinga Mkono, naamini katika wate performance ilikuwa ni hii hapa ya Diarra. Wakati timu hapo imeenda afu ule mkono jinsi alivyoenda kureact mapema lilinikumbusha tukio la Lionel Ateba Mbida against na Diarra katika Benjamin Mkapa. Alifanya Simba na Yanga, yeye na Ateba alifanya save nyingine ya maana. Ile Ateba mzembe. Ile Ateba alikuwa mzembe. Sasa hii umeona calculation zake zilikuwa nzuri. Lakini ile Ateba mzembe, kwa sababu ile Ateba alikuwa, kwa sababu ile Ateba alikuwa anamface. Ateba alikuwa anamface Diarra. Diarra alichokifanya akamuibia timing ya Ateba. Kwa hiyo Ateba yeye alitakiwa kuwa na calculation nzuri kuliko Diarra. Na alikuwa na hiyo nafasi ya kufanya hivyo. Lakini hii tayari Baka alishapotea. Umeona Andambwile kapotea. Umeona alivyoenda hapo alafu angalia jinsi alivyofanya reaction ya haraka sana ya mkono kwenda kuuputa. Mkono umeona alichokifanya Vitalis. Kwa sababu kwanza hii hapa niliona Andambwile hapa nitamlaumu. Yeye Andambwile anataka kutumia mwili wake kumzuia yule. Ndio kosa. Ndio kasababisha huko kwa Baka. Lakini mimi hapa namsifia zaidi nani unajua? Nampa credit Diarra. Lakini na mahesabu ya Vitalis Mayanga. Vitalis mahesabu yake yalikuwa mazuri sana. Ya 100% ndio kitu cha kufanya. Mazuri mno. Kwa sababu tayari alikuwa ameshauchipu ule mpira. Kwa hiyo manake kilichotokea kufanyika pale ilikuwa ni timing ya Diarra tu kuenda chini, ule mpira Mayanga alikuwa na Diarra. Kwa nini Diarra kwenda chini? Alimtumia Mayanga yule kumfanya asiende chini. Kwa sababu alimshika Mayanga kiunoni. Alafu akainuka, ndo kampa nguvu ya kuinuka kucheza na mkono mwingine. Kama asingemzuia kiunoni, ile kanzo ilikuwa tayari ashakubali. Kwa hiyo alivyomzuia kiunoni akamnyumbisha kidogo, akamrudisha nyuma. Kwa hiyo ikawa na nafasi kwake kwenda kucheza ule mpira. Kwa hiyo Diarra ni mzuri kwenye one against one. Siku zote anakuwa mzuri sana na anajua jinsi gani ya kulikaba goli lake. Sasa wewe ukitaka kujua kwamba walimepatia. Umeona hii moment? Angalia hii moment. Young Africans ndio walikuwa na mali. Angalia Mbeya City walivyouhamisha huu mpira kutoka kwenye eneo lao kwenda kwenye eneo la hatari. Na ndio kwa hiyo ikawabakiza 2 against 2. Umeona mpira ulivyotoka mpira ule mpira ulivyotoka na mpira umetoka umeenda juu. Kwa hiyo Andambwile akiangalia mwili wake na height yake akajua kabisa mimi naenda kuhold. Kwenye yale mazingira angalia Vitali nani alichokifanya ule bwana mdogo. Kaenda kamwibia Vitalis akaupiga kwenye njia. Umeona ule mpira? Yaani ukiangalia moment kama producer itampendeza. Refa alichoka, alivuta pumzi sana, alivuta pumzi nyingi sana. Yaani nikasema kweli refa amekimbia vya kutosha naye. Sawa. Ukiachana tukio hili kiukweli, tukio hili linafundisha vitu vingi sana kwa magolikipa wengi sana wa hapa Tanzania kwa ajili ya kuweza kumuona Diarra kwa hichi kitu ambacho anachokifanya. Lakini miongoni mwa tukio lingine kubwa zaidi katika mchezo wa jana, inaonekana ni kama halikuchukuliwa maanani sana, ila baada ya mechi ndio miongoni mwa tukio ambalo limetembea sana. Possible red card. Na kwanza ingekuwa ni red card kwa tukio la Baka. Hili hapa Kinga Mkono ilikuwa na stahili kwa red card, lakini sisi tunasema tuna faida kwa sababu tuko kwenye TV tunatazama mara ya pili. Umeona, kwa sababu kile kitendo. Sasa wewe unasemaje ile haipaswi kuwa penalty wakati ule mpira pia ulikuwa sio penalty? Sio penalty kwa sababu gani? Kwa sababu Baka alikuwa yeye ndio anashambulia. Hii kona ilikuwa inapigwa kwa goli la City. Kwa hiyo singekuwa penalty, ingekuwa red card tu. Umeona, Baka alichofanya ni uhuni, kwamba aliona ule mpira ameukosa lakini bado akasukumiza mguu wake kwa nguvu. Umeona, vibaya. Labda lengo lake anataka kusema mimi lengo langu nilikuwa nataka niuongeze mpira uende juu zaidi. Lakini
ukaishia kwenye kwenye paja la mwenzake Ibrahim Mohamed. Kwa hiyo ilikuwa yule line 1 line 2 huyu lazima ndo akuona huko line 1 huyu ndo akuona ile tukio. Na sio hili, kuna tukio jingine la Israel naye alikosokoswa teke la usoni naye hapa katikati naye huyu lazima naye vivyo akuona. Kwa hiyo kuna matukio fulani mshika kibendera wa huko walikuwa yanampita kutokana labda na kasi ya mchezo au kukosa umakini, lakini kwa ujumla sisi tunapata faida ya kulizungumza sana kwa sababu ona wale watu walivyokuwa wamerukiana pale. Kwa hiyo kile kitendo alichofanya Baka ni cha haraka sana, ule mguu kupeleka mbele na kurudisha nyuma kumuumiza. Kwa hiyo labda kama kamera zitaruhusiwa kutumika baadaye akatoka maamuzi, inaweza kutoka uamuzi mwingine, lakini kama lakini kweli kwenye ile engo ni ngumu sana kwa muamuzi kuona. Labda muamuzi, hata muamuzi, kwa sababu muamuzi wale watu walikuwa wameenda pale. Ukiangalia umeona muamuzi alikuwa kwenye nafasi sahihi, Mdoe alikuwa kwenye nafasi nzuri zaidi. Unamwona beki yule ambaye kuliko line 1. Kuna mchezaji wa Mbeya alikuwa mbele ya Baka na wale wanaame, unaona, kwa sababu kwa line 1 kama anashawishika hivi kuona ilikuwa ni ngumu kwake. Unaona hapo kuna wachezaji wako mbele yake Mdoe. Kwa hiyo yani kwanza huyu Dumbi alipiga kona, alikata mbele ya mshika kibendera. Alafu umeona alivyoruka wale watatu. Alafu na kile kilichotokea pale. Yani ni matendo moja ya sekunde. Kwa hiyo ndio maana yaliwapita wote. Labda kwa teknolojia ingewezekana. Lakini kwa jicho tu la kawaida la nyama ni mara chache sana kuona tukio kama lile. Au mtozirudisha tena kidogo. Wakati ambapo nadhani ndio kinga mkono ambapo alikuwa amezungumza wakati ambapo ule mpira unapigwa, tuangalie reaction ya Baka kutaka kucheza huo mpira. Wakati anataka kucheza mpira yule Ibrahim Mohamed alivyoondosha ndio mguu uko juu. Mguu uko juu akaongezea. Mguu uko juu. Sema Baka akaongezea kwa kusukuma nyuma zaidi. Yaani ule mpira baada ya Baka umeona pale? Umeona? Baka alichokifanya ili kutafuta space ya kuupiga ule mpira ilibidi arudishe ile mguu kwenye mwili wa mchezaji wa Mbeya City. Kitu ambacho ni makosa. Kama refarii angeona angeweza hata kumwadhibu. Hata kama sio kwa kadi nyekundu angempa hata kadi ya njano. Lakini ilikuwa ni moment ambayo pengine kwa sababu mpira pia aliugusa Baka. Akauklia. Inaonekana ni kama refarii alimtazama kama Baka alikuwa katika harakati za kutaka kucontrol ule mpira. Na kingine kuna mchezaji wa Mbeya City Rashidi alikuwa mbele ya ile tukio. Kulikuwa na mchezaji wa Mbeya City ambaye huyo mchezaji wa Mbeya City anamzuia refarii asione ile tukio lilotokea mbele yao. Mimi kwa refarii hapana. Ila kwa line 1 naweza kumtetea. Line 1 kweli kwenye moment jinsi ilivyo. Naweza kusema kuna namna ambavyo vision ameikosa vizuri. Lakini kwa Mdoe alikuwa karibu. Yaani pale ukiniambia pale mbona alipokuwa kwenye 10 yard pale. Mbona refarii alipokuwa kuna mchezaji wa mbele. Kuna mchezaji wa mbele alikuwa anaonyesha kwamba anaumia. Umeona huyu hapo namba 5. Namba 5. Ni Mbegu. Alikuwa amewazuia wale wote ile tukio Mbegu. Umeona Mbegu kwa alipo. Kwa Mbegu. Yaani Mbegu ni kama alikuwa hapo anaangalia hivi wakina kina Baka. Alafu Buka Omari yuko nyuma yake. Kwa hiyo ilikuwa ngumu kuona. Hilo tunakubaliana kwamba ni tukio ambalo sio la kiungwana, lakini marefaria hawakuona. Yaani teknolojia pekee yake ndio inaweza kuona ile. Tumekubaliana kama meza. Meza hii imekubali. Kwa marefaria hawana makosa. Makosa kibinadamu yamepitiwa. Lakini kuweka uzingativu uwepo. Kwenye nini? Kwa makosa ya binadamu kuwe na kuzingatia. Mbona ile bodi inaandikaga kwamba tunampa onyo kwamba kuwe na uzingativu. Basi wasimpe onyo kwa sababu wote tumekubaliana kwamba wote wawili wasingeweza kuona vizuri. Kwa ile tukio inahitaji teknolojia. Tuangazie kidogo takwimu za matokeo ya Yanga ambayo anakuwa anayapata akiwa anacheza Mbeya City ugenini. Matokeo yake yamekuwa ni matokeo yana gani? Inawezekana kuna mtu mshabiki labda ndio ameshuhudia jana ile Yanga amepata suluhu akaanza kusema bwana imekuwaje tena suluhu hivi na kadhalika. Lakini ukiangalia hii sasa hii graph ndio unaanza utaelewa. Unaelewa kumbe pale bwana ni pagumu. Roman Force sawa, lakini hata wengine pia lenyewe walipita shughuli ilikuwa kama hivi msimu wa 22 23 ile mechi ya 3 ile ilikuwa mechi dume sana, watu walipiana hadi kadi nyekundu ile. Alafu watu walitaka kushikana sana mashati 21 22 1-1 21 1-1 ndio kunatia 0 suluhu. Ukiangalia hizo takwimu hapo zinakuonyesha kwamba Mbeya City huwa ana bahati
na uwanja huu akicheza na Young Africans. Sio ana bahati, anajua kucheza nyumbani kwake dhidi ya Yanga. Sio bahati, hiyo anajua kucheza nyumbani kwake. Hiyo record sio ya bahati. Hiyo ni kujua jinsi ya kucheza na Yanga nyumbani kwake. Ni kama ilivyokuwa Mbao walivyokuwa akicheza na Yanga CCM Kirumba. Lakini hii kiboko kabisa. Hii au Simba dhidi ya Toto akicheza Kirumba. Toto Africans wanakisha mapanda. Wale kwa wanatuma. Wanatuma na nani? Wale kwa wanatuma. Sawa, hiyo ni kuhusiana na mchezo kati ya Young Africans dhidi ya Mbeya City. Tukaangazie taarifa nyingine, lakini tusalie bado katika ligi kuu ya NBC. Jana bwana, mchezo mapema sana ulikuwa ni kati ya Singida Black Stars wakitumia uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam waliokaribisha Mashujaa Football Club, mchezo ambao ulimalizika kwa kikosi cha Mashujaa Football Club kuchomoza na ushindi wa 1-0, bao la Elvis Baranga Rupia, na hivyo kuwafikisha kuwa na alama zao 6 katika michezo miwili, jinsi ambavyo wameweza kucheza mpaka hivi sasa. Tutazame jinsi ambavyo bao ambalo walilitengeneza maarufu Shakei, alafu Elvis Baranga akaweza kutupia bao. Singida mdogo ni mwendo, hao watasogea. Kama angalia hilo ilivyotengenezwa hii ikopo ni kosa, lakini mwisho wa siku ikopo ni shuti la maarufu Shakei, kuna ya Chama hiyo. Alafu mwisho wa siku Elvis Baranga Rupia akascore. Hauna wasiwasi ukiwa na Elvis Baranga Rupia kabisa. Ni moja kati ya washambuliaji wazuri ambao hawaimbwi, ni kwa sababu pia uwanjani hawana mambo mengi. Kazi yao ni moja tu, kupeleka mpira kambani. Na ukimwangalia dakika nyingi sana Rupia huwezi kuona movement au moment kali kutoka kwake, ila ni mtu ambaye unaweza kumuona kwenye matukio kama haya na pengine matukio ya kukosa labda kukosea. So jana ilikuwa ni moja kati ya mechi nzuri sana, mechi ambayo kuna siku tushakujadili hapa namna ambavyo unaweza kumpa credit mtu ambaye anakupa pasi ya mwisho. Kwa mtu aliyetazama jana mechi, kama maarufu Shakei angekuwa katika umakini wa kutupa, jana alikuwa anampa Chama assist zilizopungua 3. Kwa sababu nafasi ambazo Chama akamtengenezea Shakei jana zilikuwa ni mapochi ambayo maarufu Shakei alipaswa kuscore, lakini haikuwa bahati kwa maarufu Shakei jana. Kila pasi alikuwa akiwekewa kwenye eneo ambalo anapaswa kuscore, alipaisha mpira na ikuwa hivyo. Hata ili goli ilikuwa ni goli la papatu, yani waliwatafuta sana kwenye hizi dakika. Ikatokea tu ndo moment imeanguka, Rupia akawa ameclear. So ni mechi ambayo kwangu mimi Singida Black Stars wali deserve kupata haya matokeo, kwa sababu walikuwa beta sana kiwanjani, walitengeneza nafasi nyingi sana kuliko Mashujaa. Japo Mashujaa dakika zao za mwisho nao ni kama waliamka wakawasachi kwa kiasi fulani, lakini haya ni moja kati ya matokeo mazuri sana ya Miguel Gamondi. Na katika kila ambacho tulikuwa tunajadili jana, sasa hizi ndio safari ambazo Gamondi akiendelea kufanikiwa ni rahisi kuja kumzungumza akiwa pale juu, kwa sababu kama atapata matokeo kwenye mechi ya Kariba ya Mashujaa, na haijalishi atakuwa amecheza vizuri au vibaya, as long as amekusanya alama 3 zinaweza kumpeleka mahali ambapo hawa wakubwa ambao tumewazoea kaa hapo watakuja kujadili kitu kikubwa sana baadaye, watakuja kuona namna huu mlima kupanda. Singida inapita kwa nani? Yani isalie kwa nani timu imzunguke? Mwanzo tulikuwa tunamwona maarufu Shakei ni kama mtu ambaye anacheza free roll ndani ya Singida. Sasa hivi una Chama. Chama ni better zaidi kuliko maarufu Shakei, kwa sababu ukiangalia na ujio wa hawa wachezaji kuna kitu kama umepunguza mashughuli wa maarufu Shakei wa Shakei labda pia ni kama timu haizunguki. Sasa tayari kuna mapapa washakuja. Ni kweli hata maarufu Shakei anajua daraja la Chama ni kubwa kuliko la kwake. Experience ya Chama ni kubwa kuliko experience ya maarufu Shakei. Sema kwenye madaraja ambayo wanacheza unaweza kusema wanaishi kwenye bahari moja. Na ukiangalia composure ya Chama na maarufu Shakei, Chama ni kubwa zaidi. Ndio maana nimesema hapa Chama jana kamtengenezea nafasi zaidi ya 3 clear maarufu Shakei atakiwa kuscore. Manake kama angescore, manake Chama angekuwa na assist 3 kwenye mechi moja. Na pengine naye angekuwa na magoli 3 kwenye mechi moja. Lakini utulivu wake ulikuwa una mashaka.
pengine labda jua na zile nyasi za bandia na zenyewe zinaheka kwa mtu ambaye anafahamu zile nyasi kwenye jua kali kama zile. Kwa hiyo inaondoa utulivu kwa namna moja ama nyingine, lakini Chama na uwezo mzuri wa kuchezesha timu ya aina ya Singida Black Stars ambayo haina pressure kwenye mazingira yale. Ukimwangalia Adid Aucho kwenye eneo la midfield kuna kitu ameongeza, na bahati nzuri sasa hivi Gamondi anampatia Adid Aucho. Adid Aucho jua akabi. Kwa kuna mtu anamkabia. Yeye anaenda kutengeneza nafasi kwa watu wengine ili kufanya kazi kuwa rahisi zaidi. Kwa hiyo unaona kuna watu ambao wanamzunguka Adid Aucho kwenda kumkavia, kwa sababu Adid Aucho kwenye movement 1v1 unamwacha ni mzito. Ni mzuri kwenye kupiga pasi lakini sio mzuri kwenye kukaba sasa hivi, na akienda kukaba Adid Aucho anaenda kufanya foul kwa sababu ya namna ambavyo nguvu na energy anaenda kuitumia kupokonya mipira. Kwa hiyo kuna watu wameongezeka kisaikolojia, timu manake imebadilika. Kwa Maruf Shakei ndo alikuwa mchezaji ambaye anairead club, lakini uwepo wa Chama kunamfanya sasa yeye kuwa sehemu salama zaidi, kwa sababu unamfanya movement zake kiwanjani kuwa kwenye eneo ambalo ana uhakika mpira utamfikia na atascore. Kwa hiyo inamhitaji Maruf Shakei kuwa na utulivu mzuri tu kiwanjani, na ndio maana Chuku amehamishwa kwenye eneo alizokuwa anacheza center back, kwa sababu Chuku ndo alikuwa anafanya kazi ya kukaba na kumpelekea Maruf Shakei mipira ambayo ni salama, Maruf Shakei afanye maamuzi. Sasa hivi wana mtu ambaye ni bora zaidi kwenye kuchezesha ambaye ni Chama. Kwa hiyo Maruf Shakei ni kama amepunguziwa mzigo. Na ndio maana jana ukiangalia nilikuwa namsikiza hata Pasco alifika mahala akasema sasa hii Shakei imezidi, anapaisha nafasi hii ya 4 anaekewa anakuwa anakosa utulivu. Kwa hiyo inatengeneza shaka kidogo, lakini wana mtaji mkubwa sana kwenye eneo la ushambuliaji. Wana Rupia, wana Mishamo, wana Mwaku, wanacheza Diomande, bora kuna Gego yule. Yaani hao ni washambuliaji, nazungumzia washambuliaji tu peke yake. Wana washambuliaji 5 Singida Black Stars ambao wako pale, ni walevu ambazo zinashindana. Mimi kila siku nimekuwa ni mpenzi wa Rupia kwa sababu timu nyingi huwa zinakosa mchezaji namba 9 wa aina ya Rupia, kwa sababu Rupia hana mambo mengi. Sasa kuna washambuliaji wengine ni wazuri, lakini ili wawe kwenye nafasi nzuri ya kuscore anafanya movement nyingi sana, kiwango ambacho unahitaji viungo ambao wenye utulivu ili kumwekea kazi iwe rahisi. Lakini Rupia hana movement nyingi, yeye kazi yake anacheza kwenye kile kibox. Nyinyi tengenezeni nafasi, mtamkuta pale, atafunga, atakosa, mara 2 mara 3 atakupa kilichokuwa bora. Mimi bwana, ukiachana na Simba na Yanga, waweke Azam Football Club kutokana na uwekezaji wao, waweke Singida Black Stars. Binafsi natamani levels ya timu za ligi kuu basi zingekuwa kama Mashujaa. Kwa nini? Kwa aina ya wachezaji waliokuwa nao. Yani unamtoa mtu kama Selmani Bwenzi, unamuingiza Kiimbwa. Unamtoa labda Jafari Salum Kibaya, unafanya mabadiliko, David Ulomi anaingia. Yani kuna quality fulani hivi ambayo Crispin Ngushi, yani ambayo unasema kwamba yani timu zingine zilizosalia basi ziwe kama Mashujaa. Sijui mnanielewa? Na kuelewa, yani kwa maana ya level ya ushindani wa club haitofautiani sana. Yani ukimtoa Bwenzi anaingia Kiimbwa, unaamini kwamba huyu kama alikuwa na kukimbiza sana na kuletea mtu ambaye atakupa nguvu, utashindana kwenye nguvu. Yes. Utamtoa nani? Stamili. Ataingia Jafari Kibaya. Atakupa kile. Utamtoa Ngushi, ataingia Ulomi, bado atakupa ufanisi ule. Yani kuna fulani level. Akitoka let's say nani yule bwana mdogo kiungo pale kiungo yupo Cheda, pale kuna Cheda, kuna Dunia Rwenge, kuna Mohamed Musa, kuna Onditi, Samuel Onditi. Umeona hii level ya viungo. Yani atakayeanza akitoka atakayeingia bado atakupa level ile ya ushindani. Sasa ile ni nadra kutokea
Na ndio maana kuna siku nikasema yani uwekezaji kwamba tunahitaji kwamba yani sio kwamba timu zingine hazifanyi. Nimetoa mfano yani kwamba ikawa ni pilot study, yani kwamba umeona Mashujaa yanavyofanya yani nzuri lakini sasa ndio uwezo umeangalia Mashujaa, lakini nikupe na nini nyingine, uangalie Dodoma na wenyewe wana kikosi kizuri sana. Ndio maana nimesema hivi, uangalie JKT Tanzania, yes, wana kikosi kizuri sana Tanzania. Kwa hiyo nadhani ni hatua ya vijana wetu wa Tanzania kuonyesha vipaji vyao kwa timu hizi ndogo. Kuna timu zingine uzitaji kinga mkono uzitaji hizo tumekubaliana. Sawa, zingine mbona siwezi kuitaja Fountain kwa sababu ina wachezaji 14. Sasa nitawataja hapa. Hoja ameelewa kinga mkono au kinga mkono anakimbia mweleze kinga mkono anatafuta maneno hoja limeelewa kwamba, lakini ubora wa wachezaji yani timu inakuwa na kikosi bora. Hii ndio tunasema kwamba hata wachezaji wa Tanzania ambao wako kwenye timu nyingine wanabidi wapandishe viwango vyao, waonyeshe ongeze. Tumewataja hapa ni wa Tanzania kinga mkono, ndio wanasema hao walio kwenye hizo timu nyingine wanapaswa na wenyewe waonyeshe ushindani. Hii ushindani unatokana na nini? Kwenye kiwanja cha mazoezi, walimu wakiwa bora, wanatengeneza wachezaji ambao wanaweza kujiamini na kupambana. Ukiachana hiyo ni pia ni scout. Unamscout nani? Au hiyo nakubali kwenye kuchagua wachezaji ni jambo kubwa sana, ni kitu muhimu kwenye mpira. Sawa bwana, hatuwezi kuacha pia kuzungumza bwana Miguel Angel Gamondi, rekodi zake japo kwa uchache tu graphics kwa ajili ya Gamondi. Ameiongoza mpaka hivi sasa Singida Black Stars katika michezo 10, amepata ushindi katika michezo 9, amekwenda sare mchezo mmoja tu. Kwa hiyo ni rekodi tamu sana kwa Miguel Angel Gamondi, na kwa jinsi anavyokwenda amefunga magoli 12, amefungwa magoli 3 tu. Miguel Angel Gamondi. Hizi ni takwimu za Gamondi na kikosi cha Singida Black Stars. Lakini pia kumbuka katika michuano ya Sekafa amecheza michezo 5, ushindi mara 4, sare mara 1. CAF Champions League amecheza michezo 2, ushindi katika michezo 2. NBC amecheza michezo 2, ushindi katika michezo 2. Gamondi tutaweza kumgusa sana katika CAF Confederation hapo. Mimi nadhani takwimu zake ni ni nzuri. Gamondi tokea amekuja Tanzania kwa mara ya kwanza akiwa na Yanga, alikuwa kiangalia takwimu zake yenyewe zilikuwa nzuri. Bora kama sentence yako inaonyesha inahitaji kitu. Kwa Angel. Hawezi ndio limoja Rashid Tausi kusema Angel. Ndio au sasa unakata ukiangalia vizuri kama kuna sehemu nataka iende. Yaani kama unataka kusisitiza jambo. Hapana. Mimi nadhani Gamondi anakuja kutuambia jambo moja. Kwanza kama atabaki kwenye timu kwa muda mrefu, maana kuna tetesi nyingi ambazo nasikia anatakiwa upande wa pili kule. Upande gani? Msimbazi kule anatakiwa. Kama atabaki Baba Nabi umesikia kwamba yuko mjini. Najua yuko mjini. Kaja ufanye Baba Nabi hapa sio kwao. Tanzania ni njema. Yeye atakaye na haja. Sawa, tutoke huko. Twende tukaangazie taarifa nyingine kwa wakati huu ambapo leo ligi kuu ya NBC inataraji kuendelea, ambapo kutakuwa na michezo 2. Mnyama mkali Simba Sports Club atakuwa anamenyana na Namungo Football Club, the Southern Killers wauaji wa kusini, katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kumbuka kwamba mchezo huo sasa Simba atacheza saa 2:15 usiku. Utakuwa ni mchezo wa pili kwa Simba Sports Club baada ya mchezo wa kwanza kupata ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Fountain Gate. Na sasa huku Namungo Football Club, the Southern Killers wauaji wa kusini, ukiwa ni mchezo wao wa 3 baada ya kucheza michezo 2 baada ya kuwafunga Tanzania Prisons kichapo cha bao 1-0 na kupata sare dhidi ya Pamba Jiji. Kumbuka kikosi cha Simba kitakuwa chini ya kocha Suleiman Abdallah Matora, Juan Sebastian Veron dhidi ya kocha wa Namungo Football Club, the Southern Killers, Juma Ramadhani Mgunda, Pep Guardiola mnene akisaidiwa na Ngawina. Alafu pale kuna Peter Manyika kama kocha magolikipa. Ukiangalia lile bench limesheheni wakulungwa wazoefu wa ligi kuu ya Tanzania bara. Nyota wa zamani Ngawina, Juma Ramadhani Mgunda, Peter Manyika senior. Mechi ya namna gani tutakwenda kuishuhudia na itamani kuitazama eneo la kiungo. Geoffrey Julius Luzendaze akiwa anachezesha nyuma hapa Aba Hamis Halifa Nyenye kama nahodha wa kikosi. Energy ya mbele ya Makambo na Abdul Shahame kama atakuwa amepona, lakini Cyprian Kipenye dhidi ya wajili wake wa zamani, dhidi ya eneo la kati la Simba ambao Morris Abraham ni kama vile baada ya mechi iliyopita ameonyesha kuna kitu ndani ya kikosi cha Simba. Lakini pia Alassane Kante
licha kumaliza dakika 90 kuna maswali ya kuweza kujibu wa Kulungwa pamoja na Kagoma eneo la katikati mwa uwanja kinga mkono. Unajua kwanza kwa historia Simba anakwenda kwenye mechi yake yeye mshindi sana kwa mechi zake zote alizokutana na Mungu. Amempiga mechi nyingi, kati ya mechi 10 alizokutana amempiga mechi 6. Wametoa draw mechi 4. Kwa hiyo Simba anakwenda akiwa na rekodi hiyo ya kibabe kabisa kwa na Mungu. Namuona Mgunda anatafuta nafasi na hii ndio fursa pekee ambayo Mgunda anaweza kuitumia kwamba kuvunja huo mwiko dhidi ya Simba. Simba katikati wana watu wengi lakini kuna watu bado ambao hawajaonyesha kile ambacho tunategemea. Neo Maema tulitegemea atakuja bora, naona nana anaelekea kwa kama Skud Mafulbela. Kwa hiyo ameanza vibaya vile. Kwa hiyo sijaona yule Neo Maema ambaye nilimuona kwenye Chani au akiwa kule South Africa. Yaani hana mchango mkubwa kwenye timu. Kwa hiyo bado Simba inaonekana ina uhaba. Na ndio maana sasa Simba kila mchezaji anaingia pale katikati anaonekana mchezaji mzuri kwa sababu viwango vya wachezaji wa Simba vimekuwa chini sana kiasi ambacho kila anayekuja kuonyesha kidogo anaonekana bora. Bado hajaonyesha ubora wake. Amefunga goli ndio lakini bado hakuwa vizuri. Mechi yao mwisho ndio Fountain Gate waliofunga, lakini kwa hali ya Fountain Gate tunaamini Simba ilistahili kushinda. Nadhani hii itakuwa mechi yao nzuri kupimwa hasa kwamba kweli waendelee hivyo wanavyoendelea au watafute namna nyingine ya kujiokoa kurudi katika mstari kwa sababu tunamzungumzia Singida anakuja. Msimu huu tutakuwa na timu 4 zinazowania ubingwa. Sio tena 2 au 3. Timu 4 imeongezeka Singida kwa hali ilivyo. Kwa hiyo naona Simba wanahitaji kuboresha sana nafasi yao kiungo kwa sababu hiyo ndio siri yao ya mafanikio. Siku zote Simba wanakuwa bora katikati ya uwanja, wanaweza kutawala mchezo, wanacheza pasi nyingi. Ile boli itembee ya Mgunda ilikuwa inazungumzia akiwa Simba. Kwa hiyo naamini Mgunda ana jambo la kuwafanyia Simba kwamba mimi nilikuwa hapo naijua Simba vizuri na nataka nitumie nafasi nyingi ambazo nitazipata ni waadhibu leo ili niwaonyeshe kwamba timu yenu ina mapungufu haya. Lakini Matola vile vile ni nafasi yake sasa ya kuonyesha Watanzania na sisi ambao tunampiga vita kwa namna moja au nyingine, atuonyeshe kwamba mimi ni Matola, naijua timu, naweza kufundisha mpira na timu ikacheza vizuri na ikapata matokeo. Maana kuna wengine wanacheza wanaambiwa wacheze vizuri lakini wanapata matokeo. Wao wanapata matokeo lakini mpira wao hauridhishi Simba. Msimu huu wameanza mashindano yote hawajaanza kwenye kiwango kizuri sana. Kwa hiyo Matola nadhani ana jukumu la kuambia viongozi wa Simba kwamba bado tunastahili kuwepo kwenye ile nafasi au ikiwezekana nipandishwe kwa kucheza mpira mzuri zile ya mechi kama hii na Mungu ambao wao siku zote wanawashinda na Mungu. Lakini leo itakuwa tofauti mechi ya leo kwa sababu Simba hawako kwenye kile ule ubora wao ambao miaka mingi wanakuwa wakicheza na Mungu. Naona na Mungu anakuja kuwapa ushindani sana kwenye nafasi ya kiungo. Kwa hiyo na hapa nafasi mechi itakuwa ngumu kwa wote wawili na wataonyeshana ubora. Tuangazie na Mungu ya Juma Ramadhani Mgunda. Nimetaja hapo nyota ina class, yani ukiangalia eneo, mimi wasiwasi wangu mkubwa sana ni kwenye eneo za pembeni na Mungu pembeni, namba 2 namba 3. Katikati ni kama naona Hussein Kazi combination yake na Daniel Amo imekubali na Hussein Kazi morphology yake ni mwepesi sana. Nimeona mechi 2 alizocheza, yani mwepesi sana, anamsaidia sana Daniel Amo, lakini Daniel Amo nguvu, uzoefu wake unailinda safu. Japo shida naiona ile zile pasi za kuweza kama hapo mmekaa wawili kuipisha hapo through balls hapo katikati bado imekuwa changamoto na mawingers, na hususan Simba mawinga kama Kibu kama Kibisawala, the way ambavyo wanavyo operate pembeni inaweza kuwa ni shida sana kwa Namungo Football Club. Nafikiri ni mechi ngumu, mechi ambayo upande mmoja kuna uwezo binafsi, upande wa pili kutahitaji mshikamano ya nguvu ya pamoja ili kuweza kutafuta alama. Simba technically bado wana shida kubwa. Matola hawezi kuadi chochote kutokea hapo kwa sababu tayari Matola bado hajaweza kumanage hisia za kundi kubwa la wachezaji ambao wanaamini wanaweza kupata chochote. Simba wanahitaji mwalimu ambaye wachezaji wenyewe watakubali kwamba huyu ni mwalimu mkubwa na tunaamini tunaweza tukafanikiwa kupitia huyu. Wangeendelea kubakia na Morocco? Sasa nafikiri bado ingekuwa kuna shida kwa sababu minong'ono ya mashabiki na watu ambao wako nje ya timu kwenye hizi timu huwa ina affect moja kwa moja, na ndio maana hata unaona kitokea kwa Romain Folz mara kwanza alijibu very professional, lakini mara ya pili ambao watakiwa kuja kumdefend na wenyewe ni kama wamechukua
zile hisia za watu kutoka nje ya timu, sio? Kwa the same to Simba, na wenyewe wana watu ambao wana uwezo wa kusema kitu ukakikataa, alafu baadaye ukaanza kusikia hiyo minong'ono. Kwa hiyo nafikiri Simba kwenye kile ambacho wanaenda kukifanya leo dhidi ya Namungo, Simba zaidi leo wachezaji, uwezo binafsi ndio utaipa matokeo Simba Sports. Uwezo binafsi ndio utaenda kuwapa Simba Sports matokeo. Lakini kwenye muunganiko wa timu ni ngumu sana mimi kushawishika kuamini Simba kutoka kwenye mechi ya Gaborone kuelekea mechi ya Namungo. Technically hapa Simba anaweza kwenda kukupa kitu kilichokuwa bora. Siamini katika hilo. Ila tunaamini katika mchezaji mmoja mmoja wakienda kujitoa kwamba hii ni Simba na sisi ni wachezaji wakubwa. Tunahitaji kupata matokeo ili kurudisha ile amani au utulivu uliokuwepo, ni kupata matokeo dhidi ya Namungo. Na nafikiri kama wachezaji wanaweza kuzungumza kwenye lugha hiyo, Simba wanaweza kupata matokeo. Lakini ukiangalia Simba Rashid, the way inavyocheza imekosa morali kwa wachezaji. Morali ndio jibu sahihi. Morali. Yaani wachezaji wengi waliamini. Umeniwahi kaka. Usiende kote huko. Hilo ndio jibu la msingi. Morali ndio umekosekana. Wachezaji wote wale waliamini kwa Fadlu. Kwa sababu idadi kubwa wageni Fadlu ndio aliwaleta na ndio alizungumza nao. Waliokuwepo Fadlu ndio alifanya nao kazi. Na yeye ndio aliwaaminisha kwamba hiki tunachokifanya ni kizuri. Tunahitaji nguvu A B C D. Sasa Fadlu baada ya kuondoka ni kama aliwaacha hawa ukiwa. Ilikuwa ni ngumu kuweza kuja mtu mwingine kupandikiza alichokifanya Fadlu. Na sema ndo ni 50-50. Fadlu ameondoka nyakati ngumu. Simba hawezi kudeclare, lakini Fadlu ameondoka nyakati ambayo ni kama Simba amewavuruga. Yaani amewavuruga sana. So unahitaji mwalimu mwingine ambaye wale wachezaji umeona, let's say mtolee mfano mzuri. Umeona Azam FC kwenye hii miaka mingi ambao wamekuwa kisitaka kwenda kushiriki makundi. Yaani imekuwa ni ndoto kama wimbo. Sisi tunatamani kucheza makundi, mpaka wanakutana na timu ambazo wana uwezo nazo, lakini bado hawapati matokeo dhidi yao. Pamoja kwa wachezaji wazuri na wakubwa kuliko mpinzani. Lakini baada ya kuwepo kwa Ibenge, baada ya uwepo wa Ibenge, wale wachezaji wote wanaamini Ibenge anawapeleka group stage. So unanielewa concept yangu? Yes. So Simba wanahitaji mwalimu wa design hiyo, yani wanahitaji mwalimu ambaye wachezaji wote watakubali kwamba huyu ni mwalimu ambaye anaweza kutupeleka hatua. Yule ndio mwalimu ambaye anaweza kurudisha ile hali ya kupambana. Na ndio maana nakwambia mimi kwenye mechi dhidi ya Namungo siamini technically Simba wanaweza kuwa wamepona. Kwa sababu kutoka siku walizocheza na Gaborone kuelekea Namungo, yani hakuna mwalimu anaweza kupandikiza kitu ambacho kinaweza kaeleweka zaidi ya kurudisha morali kiakili ya wachezaji na kwenda kupambana. Ni mechi ambayo Simba wataiamua kutokana na uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Ila Namungo kwenda kuchallenge, wao wanahitaji kuwa unit sana. Yani wanatakiwa kuwa well organized. Waitazame Mbeya City ilivyocheza jana, wacheze kwa heshima, kwa sababu kazi amekuwa Simba pale kwa muda kadhaa. Amoa experience yake, Abu Ngalema experience yake upande wa kushoto, Rogers experience yake upande wa kulia. Hapa kwenye tumbo akina Manyasi, akina Jacob, akina Nyenye, akina Shimba watapata nafasi. So wanahitaji kucheza kwa nidhamu sana, kwa sababu Simba ina wachezaji ambao wanakimbia sana, muda mwingi wanakimbia kwenye maeneo tofauti. So ili kudhibiti wachezaji ambao wanakimbia, nyinyi muda mwingi mnahitaji kuwa kwenye shape ambayo itawafanya kunyang'anya mipira. Hamtakwenda kwa haraka, lakini itawafanya at least kuwa mna uwezo wa kunyang'anya mipira kwenye harakati ambazo wao watakuwa wanazifanya. Ila mnahitaji kuwa na watu wenye speed. Kwangu mimi kwenye mechi kama hii unahitaji kuwa na Makambo tu mbele peke yake. Makambo ambayo utampa jukumu la kutokuondoka kwenye lile eneo. Kwamba wewe hata usipopata mipira dakika 10, wewe cheza na hawa ma center back wa Simba. Kati ya Rushai na Shamuka Rabu. Cheza na hawa watu wawili. Sisi tutafanya harakati zetu za kupora mipira na kukuletea. Wewe kazi yako ni kuifanya ile mipira kukaa nao mpaka sisi tuje tukusupport. Ikitokea tunakupa mpira ambao utakimbizana nao kwenda kuwafanya kuwanyima amani, unatakiwa kufanya. Na bahati nzuri Makamba na hiyo experience. So mechi kama hii haiwezi kumdisturb kama atakuwa na mpango mzuri. Lakini
akisema tuishi kwenye ile boli itembee, itamsumbua, kwa sababu ukiangalia quality ya wachezaji wa Simba kwenye eneo la kiungo na quality ya wachezaji wa Namungo kwenye eneo la kiungo wamepishana kwa kiwango kikubwa sana. Kante ambaye mimi sioni kama ni bora sana kwenye eneo hilo, lakini bado anaweza kuwa beta kuliko viungo wa Namungo. Unaelewa? Nabi kama atapata nafasi leo kucheza kwenye eneo la midfield, Nabi Kamara, alafu pembeni akaenda Mlingo, bado Nabi atasumbua sana kwenye pasi zake zile ambazo mimi naamini miongoni mwa pasa wazuri sana. Bado Yusuf Kagoma experience ya kunyang'anya na kupiga mipira mirefu inaweza kawa ni hatari kwa Namungo. So Namungo kwenye eneo la midfield wanahitaji kuwa na watu wasiopungua 4 5 kwenye eneo hilo, ambao wao watakuwa kwenye shape ya ndizi muda mwingi zaidi. So unahitaji kuwa na watu 4 nyuma, 5 katikati na 1 mbele. Hawa watu 5 kazi yao hawa sasa lazima wawe na sifa ambazo zinatofautiana kidogo. At least uwe na watu 2 ambao wana uwezo wa kukimbia. Any surprise leo? Inaweza kutokea kwa sababu pia Simba nani Namungo wana watu ambao wakisema tunaitaka inawezekana. Hii maneno. Sawa. Hiyo ni mechi kati ya Namungo Football Club the Southern Killers dhidi ya kikosi cha Simba Sports Club. Mechi yote utaitazama kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV kwa shilingi 28,000 tu unapata uhondo huu. Kumbuka pia mechi nyingine mapema sana leo itakuwa ni matajiri wa Chamazi Azam Football Club chini ya Furahi Kwenge Ibenge ambao watakwenda kupambana na vijana wa Ahmadi Ali katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo Mbweni jijini Dar es Salaam. Mechi nyingine tena tamu sana ya kuweza kuitazama. Hiko ni kikosi cha Azam Football Club ukifanya mazoezi katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo. Pitch moja nzuri sana, uwanja fresh kabisa, na jana niliona pale kulikuwa na mechi ya under 20 inachezwa kwa mida ya saa 12. Test taa. Lazima test taa kaka, kitu chenyewe haiongopi. Kitu chenyewe. Mechi moja tamu sana. Mimi ni muumini wa kufurahishwa na kocha Ahmadi Ali. Naamini leo ni mechi nyingine tena tamu ambayo Ibenge anaenda kukumbana nayo. Sema kuna kitu kimoja, Ahmadi Ali leo kuna kitu atajifunza. Ahmadi Ali ni muumini wa kucheza kutokea nyuma. Ni muumini sana. Anapenda timu ianze kucheza kutokea kwa goalkeeper, ina flow. Chalamanda. Umeelewa? Ibenge ni miongoni mwa makocha wachache Afrika ambao wana uwezo wa kucheza kwenye low block. Hata dakika 600 kaka. Akiamua umfungi. Umeelewa? Huyo ni master kabisa kwenye low block. Kama duniani tuna Diego Simeone, basi Afrika tuna Ibenge. Kucheza kwenye low block, Ibenge ni kiboko kabisa. Kwake sio jambo geni. Sasa Ahmadi Ali quality ya wachezaji waliokuwa nao ni wa viwango vinavyofanana na klabu yake. Ni wachezaji ambao walishahudumu kwenye timu kubwa, muda ukawapita, hivyo vilabu vikaona hawana nguvu tena ya kuendana na kasi ya mahitaji ya club. Sasa wameshuka kidogo kwenye klabu ambayo inahitaji kusimenti ufalme wake wa kuendelea kuzungumzwa kwenye ligi. Azam FC ina wachezaji wenye quality ambayo wanaweza kukupa ligi na mtu yote asishangae. Wamesajili kocha ambaye ana wasifu wa kiwango kikubwa sana barani Afrika. Kwa hiyo unaweza kuona mahitaji yao ni makubwa sana. Sasa kwenye namna ya kwenda kuwatofautisha kimbinu, Ibenge ataheshimu uwezo wa mwalimu na JKT kwa ujumla. Lakini kwenye namna ya kuwaheshimu atataka kuwajaribu mara zote kwa kuamini kwamba Azam ni kubwa kuliko JKT. Na malengo ya Azam ni makubwa kuliko JKT. Kwa hiyo kuna namna atapunguza idadi ya watu kwenye kuzuia. Atahitaji watu ambao wana uwezo wa kuipush timu zaidi mbele, tofauti na vile ambavyo tumemzoea. Kwa sababu Ibenge haitazami JKT kama ni threat kwao. Ila anategemea kupata challenge kimbinu. Na Ahmadi Ali ni mmoja kati ya walimu waumini wa kuanza kucheza nyuma. Sasa
ukiangalia kwenye eneo lile ambalo la watu watatu mbele ambapo anawatumia Ibenge. Yes. Kwenye hizi mechi mbili ni kama ametuvuruga Ibenge. Amefanya mabadiliko ya watu wasiopungua 5 kwenye mechi mbili na kapata matokeo. Kwa hiyo bado ingaje kama kuna mzizi wake Ibenge, yani juu mzizi wake ni yani ana Hilmi Barakat, ana Sopu, ana Faisal. Sasa pale mbele anambadilishaga mtu mmoja. Anaweza kaanza Saduni ama akaanza Jeff Kitambala Bora. Lakini hapa nyuma ni Faisal. Hapa chini atakuwa na Sadio Kanute, atakuwa na Braziliano ya zaidi. Huku kama kawaida ana nani anaanza na huyu kijana Nathan Chilambo, lakini kushoto ndio mara nyingi anasema anatuvuruga. Randy Zuzu au anaanza nani? Pascal Msindo. Hapa huku nyuma hapa katikati center defenders ni Yolo Diaby na Fuentes. Golini anatuchanganya. Atakupa Fofana au atakupa Zuberi Foba. Lakini ukiangalia kikosi cha Ibenge ni kama kinaanza kuonekana. Taratibu kinaanza kuonekana. Kwa sababu unaanza kuonekana kwa sababu tayari kuna watu 4 ambao hajawabadilisha. Amewaamini kwa watu. Amewaamini Kanuti, Yahya Zaidi, Fuentes Mendoza, Faisal Salum. Hao ni watu 4 ambao na Yoro. Hao ni watu 5 ambao. Sasa hii Barakat bado ni akapanga pangua. Ngoja sasa nikwambie. Ngoja sasa nikwambie. Sopu anataka kumbadilisha. Barakat mchezaji mzuri sana. Sopu kaanza naye mpaka shirikisho. Ngoja nikwambie Barakat mchezaji mzuri sana. Sehemu Rashidi, sehemu ambayo kocha anazozibadilisha ni golini na mabeki wa pembeni. Beki wa pembeni tena kushoto. Wote wawili. Nakwambia anabadilisha zaidi, lakini na huko pengine Chilambo na Rusajo. Chilambo anapata nafasi sasa hivi ni mapema, lakini Rusajo bado huwezi kumtoa kwenye namna ya kwa sababu hata mechi iliyopita Chilambo kacheza na Rusajo pia kacheza. Unaelewa? Sasa kwenye kuielekea hii mechi ya JKT. Umeona unapata kigugumizi hapo. Nakwambia kwenye kuielekea hii mechi ya JKT. Kapata wachezaji hajapata. Kwenye first 11 mimi bado. Mimi kwenye first 11 yake kumtajia bado. Kwa sababu naona bado kuna mabadiliko mengi. Kwa sababu kuna Idinado ambaye alikuwa majeraha, amerejea. Na Ibenge anaonekana kumhitaji Idinado kwenye eneo lake la kucheza. Ana Sopu ambaye pia naye anamtumia kama mchezaji ambaye anatokea pembeni. Ana Barakati ambaye pia ndo sasa hivi wewe unamtem kama ni first 11. Barakati anaanza bila shaka lazima aanze. Bwana nakwambiaje? Mimi sehemu ambazo namuona Ibenge atafanya kidogo nitakisema gusa achia. Lakini anaingiza na kutoa. Umeona? Namba 9 Jeff Kitambala Bora pamoja na au na Saduni. Sehemu nyingine ambayo anaweza ka change ni eneo la pembeni mwa uwanja, ni mapembeni kwa Rusajo na Msindo. Huku aanze na Nathan Chilambo au aanze kule Randy Zuzu. Na ielewa kwa nini Nathan Chilambo? Kwa sababu Chilambo ana kasi sana kwenye crossing. Yaani anakupa hata ndio maana kuna muda mwingine Rashid Tausi alikuwa anaanza na Chilambo kama namba 7, alafu namba 2 acheza Rusajo. Rusajo atalinda vizuri, lakini kushambulia kama sio sana kuliko Nathan Chilambo. Kwa naelewa hilo. Kwa Randy Zuzu na Pascal Msindo. Randy Zuzu atazuia vizuri. Lakini sio sana morphology yake kwenda kupiga cross sana na kukimbia na kurudi. Tofauti na Msindo na energy yake. Hapa nimekuwa mchambuzi sasa. Sasa na kingine anachambua vizuri. Hapo kingine anasema unajua shida pia na hapo kingine anakuwa mtu anaangalia aina ya mechi na aina ya upinzani. Unajua kuna wakati mwingine unakutana na mtu ambaye ana winga anakimbia sana. Kwa hiyo unamhitaji mtu ambaye sio mwenda sana mbele kwa sababu unajua ukiwa na mtu ambaye anakimbia sana kwenda mbele huku nyuma unaacha nafasi au watakuwa wanaingia kwenye hizo nafasi ambazo unaziacha. Lakini wale viungo wa katikati watatu ni vile. Yaani jezi zimekaa pale. Braziliano, Kanute, Faisal. Unajua Kanuti mara kwanza walipokuwa wanakuja una upande wa pili wa JKT. Sasa JKT sasa mfano kwa hii michezo kuna Chalamanda. Kwa sababu hata JKT, unajua JKT hata pia wanavyo flow. Hata JKT pia wanavyo flow. Gado, umeona Gado upande wa kulia? Gado ni ana uwezo wa kufanya movement. Yes.
ana uwezo wa ku-overlap vizuri Na ndio maana na ana hiyo energy. Ndio maana Sasa hivi anamweka Bryson upande wa Ahmadi alikuwa anatumia mabeki watatu, anamweka Bryson mabeki watatu, afu na ndio utaratibu wake, anataka kule pembeni kule 2 na 3 Imadi zi flow kwa ajili ya kupiga cross sana, kwa sababu ndio utaratibu ambao anautumia Ahmad Ally kana mabeki watatu. Hawa watu wa pembeni anawasogeza mbele, Bryson pamoja na Gado wanasogea mbele. Hapa yeye anabaki na Msengi, Makame, na Bausi, si ndio? Ambao wao wanakaa kwenye ile eneo hapa. Hapa ndani hapa anakuwa anatumia nani, Edward Maka, si ndio? Sasa kwenye ile kwenye wale watu watatu Sospita Banyane si yupo pale JKT? Sospita yupo, lakini bado tujamuona anamtumiaje. Sasa kwenye wale watu watatu wa Azam FC pale, Kanuti, Yahya bin Zaid na Faisal Salum, Philosophy, namna ambavyo wana operate, hawa namna ambavyo wana operate hapa katikati wana Maka Edward, ambaye Maka utamtegemea zaidi kwenye kupora, ambapo mimi namuona kama Maka ana uzito kwenye kunyang'anya, ni kama nguvu inamuishia kwenye kunyang'anya. Bausi anaweza kuingia kwenye eneo lile, kwa sababu Makame ana uwezo mzuri wa kumuongoza Msengi. Msengi ni mzuri kwenye kupiga pasi, ila sio mzuri kwenye kunyang'anya. Makame ni mzuri kwenye kunyang'anya, ila sio mzuri kwenye kupiga pasi. Sio, unaelewa? Sasa Makame si sasa kwenye wale watu watatu ambao tunawazungumza kwenye eneo la midfield la Azam FC, na aina ya viungo ambao JKT wanaweza kuwatumia, maana yake tutegemee Dilunga ni mzuri zaidi kwenye kudribble na kutoa pasi za mwisho. Kwangu mimi Dilunga ni kama uwezo ule pia umeanza kupungua, siku zimeenda. Yaani ukimwangalia kwenye mechi ambazo amecheza zote za Coast na nini, unamuona ni mtu ambaye anapoteza zaidi mipira kuliko kuichezesha timu. So utegemei JKT watakuwa na muda mwingi zaidi wa kuflow kutokana na aina ya watu ambao hapo katikati. Pascal Musa ambaye ametoka KMC amekuja JKT. Manake unamtegemea zaidi Mohamed Baka kwenye eneo la ushambuliaji, ambaye ni mzuri zaidi kwenye kukimbia sana. Mudibeka. Bwana mdogo Paul Kasunda, Paul Peter ambaye naye ni mzuri sana kwenye kukimbia, sio? Kwa maana yake mipira mingi ambayo itatengenezwa kwa JKT, manake automatic leo unaweza usiwategemee JKT ambao umeona wana flow sana, kwa sababu endapo watakuwa wanapoteza mipira kwenye eneo la kiungo kwa hawa watu, kwa sababu Feila Sufi, bin Zaid na Kanuti, mnyang'anya mipira hapa ni Kanuti. Bin Zaid ana uwezo mzuri wa kupiga pasi maeneo ya mbali. Faila Sufi yeye anakimbia, anacheza kwenye eneo huru, ambalo eneo huru linampa zaidi nafasi ambaye anacheza kwenye eneo la ushambuliaji, na yeye ni kuangalia ni eneo gani ambayo itakuwa kuna na space ambayo atakuwa anaweka hiyo mipira. Sasa kwa hawa watu watatu, Bausi, Makame pamoja na Msengi, manake kama Ahmad Ally ataweka mpira chini na kucheza tuliouzoea, manake leo inawezekana akaangukia pabaya. Afanyaje? So, atahitaji zaidi kucheza mipira ambayo italazimika, ambayo sio staili yake ya kupiga mipira mirefu, manake eneo la katikati ambalo kwangu mimi Maka ni mchezaji mzuri, lakini energy yake imepungua sana. Msengi ni pasa mzuri, lakini sio mkabaji mzuri. Kwa manake ili kuweza kuishi kwenye hilo eneo au kuwalau kusekiwa alama moja au kama sio kupata alama 3, lazima badilishe staili ya kucheza, sio ile tena kupiga pasi. Wakifanya hivyo yaani Ahmad yake kwa sababu mimi mbishi kama naenda na mbinu yangu, atafungwa goli nyingi. Mimi naamini Ahmed atakuja na mpira wake, kwa sababu ile ndo silaha yake. Katika mechi zake zote alizoshinda alicheza mpira ule, alikuta viwanja vizuri akatumia. Kule Mashujaa alipata tabu kwa sababu aina ya uwanja ulikuwa mgumu, lakini umeona na Coast alicheza mpira ule akashinda. Kwa hiyo namuona anakuja na mbinu yake hiyo ya kuendelea kukana mpira na kucheza, kwa sababu unapocheza na timu kama Azam ambayo ina ubora wa watu, wanaweza kupiga pasi ndefu, wanaweza kukimbia sana, kupishana nao wewe ni kukaa na mpira kwanza, kwa sababu inakupa silaha kufanya wewe ujilinde zaidi ukikaa na mpira, na kwa sababu uwezo wa wachezaji wake wa kucheza pasi hizo wanaweza kucheza.
Kwa hiyo akitumia mbinu hiyo itamsaidia, kwa sababu itawapunguza Azam nafasi ya kukaa na mpira muda mwingi, ambao kwake itakuwa ni hatari sana, kwa sababu Azam safari hii wameonyesha ubora wao kwenye kufunga magoli. Mechi 5 wamefunga goli 19. Unajua ni rekodi kubwa sana kwenye timu kwenye msimu. Mechi 5 tu goli 19. Kwa hiyo inaonyesha ina safu nzuri ya ushambuliaji. Kwa hiyo na wazuiaji watu kama hawa, wewe kwanza kukae na mpira ili usiwape nafasi ya wale kuja kushambulia. Yeye utatumia nafasi zako chache ambazo utazopata. Kwa sababu yeye JKT rekodi yake anaonyesha kwenye mechi 5 amefunga goli 6. Kwa hiyo ana uwezo kufunga goli moja akaweza kujilinda. Kwa hiyo atajilindaje? Anakala mpira. Na mechi zidi Azam kwa siku zote na kuaga ngumu. Amepoteza mechi zote alizokutana nazo na Azam. Ametoa sare 2 tu. Kwa hiyo naamini kwamba yeye anakuja kwenye mechi hii akijua mimi ni mnyonge, lakini nataka niwaonyeshe Azam kile nilichokuwa nacho. Nilichokuwa nacho ni kucheza pasi. Kwa hiyo na hizi ni hapo kinga mkono kuongezea, hizi ni takwimu za michezo mitano ya mwisho ya Azam na JKT. Azam mabao 3-1 suluhu, lakini pia JKT alifunga mabao 2-0 na Azam pia alipata kushinda mabao 2-1, lakini Azam alimfunga JKT bao 1-0. Kwa hiyo rekodi yake ni timu ni mbaya. Kwa hiyo yeye anachokuja kufanya, unapataje matokeo kwenye aina hii ya rekodi? Lazima ujue namna ya kujikaa na kulinda. Unazungumza hivyo, kuna kitu kimenijia hivi. Simsikii Masaubire. Kitamba. Yani hujamsikia Kitamba. Kama Masau amekuwa mnyonge. Nakumbuka kuna sehemu niliwahi kuwa Masau sasa hivi pia ana kofia nyingi sana. Yes, ana kofia nyingi. Yani kiasi kwamba niliwahi kumuuliza Masaubire. Unaweza asidili na timu muda mrefu. Niliwahi kumuuliza Masaubire sio na dili na chama gani sijui. Maana sio anafanya hiki kwa time. Mara kwa muda kuja kuzungumzia timu ni mpaka apate time kukutana na waandishi. Of course mimi ingawaje nilimuuliza Masaubire nyuma kidogo, nadhani ni mwaka mmoja uliopita, nilimwambia kwamba kushift kutoka Ruvu Shooting kwenda JKT inawezekana kuna baadhi ya vitu vimepungua. Yani kama unajua Ruvu Shooting ilikuwa kama ni mtoto wako, yani ile kwa ya kwako, sababu shooting, lakini kwa Masau yani ile kwamba tutamchapa Azam, tutakura ile askirimu kwa kuramba, kama Simba tutampiga na kiboko. Yani sasa hivi Masau hatemi cheche. Alivyokuwa Ruvu Shooting alikuwa sehemu ya management. Masau Bwile. JKT sio sehemu ya management. Ni sehemu ya aina ya klabu, uongozi na mfumo wa timu wanatakaje namna gani? Nafikiri na mambo mengi. Nafikiri kuna lazima kumuita Masaubire. Atueleze kuhusu hilo. Sana unajua Masaubire sasa hivi ukimsimamisha. Ukikutana naye labda ufanye naye interview. Inabidi utangulize kwamba hiyo interview umefanya kuhusu nini? Mpira, sijui volleyball, sijui yani hivyo vitu vyote anavizungumzia yeye. Ana kofia tofauti. Lakini sasa inawezekana pia hiyo, lakini sio kitu. Nafikiri ni jambo la muda. Ni kweli kuna kitu kimebadilika. Yes, kwa sababu kitu kimebadilika. Karudi Masau na nikarudi na Tobias Kifaru. Kifaru bado anatamba japo ndo ile anakuambia sisi watoto kutoka block za Miwa Msumi tumekuwa vizuri. Tumekuwa vizuri tangia 80 huko. Hii ni Mtibwa Msumi. Wakina Shabani Musa Nditi katikati. Awadhi Manishi, Dickson Mbekia. Wote hawa walitokea Mtibwa Sugar. Kifaru. Naona Msumi amesema kwamba lengo la JKT msimu huu kuhakikisha kwamba wanashiriki mashindano ya kimataifa. Na hii ndio mechi ambayo inataka ionyeshe hilo lengo lake, kama kweli anataka kushiriki mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo mkono jana ulikuwa unanisikiliza. Kuna watu hapo walikuwa wananishambulia jana. Philip Mkini hapo. Rashid Hamisi hapo. Nilisema ili madi upate nafasi kubwa lazima wakubwa wale ujue unaenda kuimbana nao vipi. Lazima. Nilikuwa nazungumzia Singida Black Stars. Chidi hapo utakuwa chambua. Kwa hiyo mimi nikaambia kwamba nikasema Gamondi nitakuangalia kwa Azam. Kwa nini wasiweze? Wanaweza. Takupa milioni. Hamna shaka tuweke. Bwana upo hapa. Wewe usiweke, mimi nitakupa. Mimi niweke jiwe wewe unaweka milioni. Nakupa mimi. Sawa. JKT akishiriki kimataifa. Amediali nadhani umesikia bwana, kuna milioni hapo tutagawana. Rashid kumbuka kabisa. Wewe subutu. Rashid. Ogopa teknolojia. Mpira wa Tanzania. Mpira wa Tanzania unafoma kama Estabati. Ogopa teknolojia. Tampa. Takupa. Safari hiyo umeweza nafasi ya ngapi? 7. Takupa. Watu waweza kupita Confederation CRDB kule papa. Wakapita kule. Msimu uliopita wamecheza nusu finali. Wamecheza nusu finali. Wana timu yani Rashid. Japokuwa nasikia
Ahmed labda asiondoke kwa sababu Ahmed nasikia anatajwa Msimbazi akawa kama msaidizi. Niona kuna tetesi kwamba anatajwa kwenda Msimbazi. Nataka milioni utaki. Mimi milioni naitaka Nataka Ahmed Msaji ya Madiali na Simba. Sawa, shukrani sana Tinga Mkono pamoja na Rashid Hamis. Mimi naitwa Saidi Salim Msume. Kwa sasa tuende mapumziko, kisha tutarejea. Bado tuna mengi sana ya kuweza kuchambua na kuangazia. Hii ni Viwanjani, baba vipindi vyote vya michezo hapa nyumbani Tanzania.